Katika muda wa Roho Mtakatifu
tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya hawa dada zetu ambao wameweka nadhiri za daima, na hao pia wanaofanya jubilei yao kwa miaka 60, 40 na 25. Kwenye safari yao ni hija ya matumaini ambayo imewafikisha hapa waliko, na wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yule Bwana wanayempenda na kumtumainia bado yuko pamoja nao, na anazidi kuongoza mpaka wafikishe kwenye uzima na kwenye furaha ya milele. Na hao wanadhiri za maisha au wanadhiri za daima wanapenda kuendelea kukua katika upendo wa Bwana, na hivyo kujenga ufalme wake, kulijenga kanisa na kuleta ukombozi wa ulimwengu. Hivyo tuwaombee waendelee kuwa watii na kuwa mfano wa maadili na kuyafuata maagizo ya Bwana, na hasa kuwa watii kama alivyokuwa mama yetu Bikira Maria. Mara nyingi tunapoweka nadhiri za daima au nadhiri za maisha, mwingine unaonekana kama wamemaliza sasa. Mama mkubwa ataniambia nini? Mama wa nyumba ataniambia nini? Mimi niko tayari na mashirika kamili. Kuwa mtii na achana na kibugu. Tuwaombea wanadhiri za daima wawe watii, na wao siku moja wafanye jubilei ya miaka 60 kama walivyofanya mama yetu na ndugu yetu kwa nyuma. Tunamshukuru Mungu kwa baraka zake, na hasa kwa shirika letu la Mungu Mwokozi na kanisa nzima. Tunaamini kwamba hao wataendelea kusambaza vema baraka hizo kwa maisha yao ya kujikatalia na maisha yao ya ushirika. Sisi tunawapongeza kwa maisha haya waliochagua, maisha ya kutotawaliwa na ubinafsi, kujinasua kutoka katika kutawaliwa na mali na kuwa tayari kujitoa kabisa kwa ajili ya wengine na hasa wahitaji. Hii nia yenu mliyoweka ionekane wazi katika maisha yenu, na hivyo iweze kuwavuta wengi watakaopenda kutoa walio nazo, nguvu zao, akili zao kwa ajili ya wokovu wa watu. Ninawasihi ninyi watawa, daima uwe mtawa mwenye furaha. Inasikitisha wakati mwingine naonana na mtawa, nakishana na mtawa, muda wote amenuna, nashangaa huyo anacheka na kufurahi sana. Huyo anasali hivi kiasi kwamba hamtambui hata yule anayepita mbele yake, na anacheka kweli huyu. Na watawa wengine wanacheka mara 2 kwa mwaka, Pasaka na Krismasi. Sasa wewe mtawa uwe mwenye furaha daima, find satisfaction in your ministry. Upate furaha hiyo kwenye utume wako, uipate furaha hiyo kwenye utawa wako, uipate furaha hiyo kwenye maisha ya jumuiya. Usitafute furaha hiyo namna nyingine au sehemu nyingine. Kumbukeni majoka yako mpaka leo
alivyosema madoka ya mengi. Leo atakuletea iPhone 12, 18, 17. Kesho atakuletea hicho. Hata wale wa profesa mtu anakuletea hicho, wanapiga brand wanapatikana huko. Lakini huko utakupeleka kubaya sana. Tambua nafasi yako kama mtawa. Mama Bikira Maria alitambua nafasi yake kama mama wa mkombozi. Ndio maana alikuwa anamtukuza Bwana muda wote, moyo wangu wanamtukuza Bwana. Na alitambua yale makuu ambayo Mwenyezi Mungu alitendea, na alipata furaha katika kuyakumbuka hayo, kuyaishi hayo na kuyatenda hayo. Tambua nafasi yako kama mtawa. Mbaki daima katika usafi wa moyo ambao utawaunganisha vema na Kristo Bwana wetu, na hii itakusaidia wewe kuyapokea kwa upendo na furaha yale yote yanayokuja mbele yako, hata yanapoonekana ni mabaya na ni msalaba. Tuyapokee kwa sababu tunaunganika na Kristo mwenyewe. Kumbukeni, ninyi ni wa pekee. Ninyi si watu wa ndoa, ninyi ni wa pekee. Very unique. Hii sasa maisha haya tunatambua yana changamoto nyingi, na wakati mwingine yanaweza kuwakosesha mengi mnayotamani. Lakini tambua nafasi yako wewe ni nani. Maisha haya ni maisha ya sala, maisha ya kujitoa sadaka, na maisha ya kuwajibika kufanya kazi. Kadiri unavyomfuata Kristo mwenyewe kwa karibu zaidi na zaidi, ndivyo unavyoshiriki zaidi mateso yake. Mwana mtakatifu mmoja alisema, kama maisha yenyewe ni haya, watakaoingia mbinguni ni wachache sana. Kadiri unapokuwa karibu zaidi na Kristo mwenyewe na kuishi zaidi na zaidi maongozi yake, ndivyo unavyoteseka zaidi. Unapoteseka zaidi kadiri ya maongozi ya Kristo, unapata utakatifu zaidi na zaidi, na siku moja utaurithi uzima wa milele. Muwe watulivu, muwe wanyenyekevu, na muda wote mkumbuke makuu aliyowatendea Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, na mkifanya hivyo mtafika 60, mtafika 70, mtafika 80, mtafika 90, mtafika 100. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ndugu, tuwaombee rehema hawa ndugu zetu, hawa masista wetu, hawa watawa wetu, kwani hao kama binadamu wengine ni dhaifu. Mungu anayefahamu mipaka yao, Mungu anayefahamu mapungufu yao, awawezeshe daima kuyafanya mapenzi yake na sio mapenzi yao, na sio matakwa yao. Msifu Yesu Kristo. Mungu kwa wema wake amekwisha kuwaweka wakfu kwa maji na Roho
Tumshukuru Mungu Mwokozi kwa neema yake aimarisha hayo aliyoanzisha mioyoni mwenu. Kwa milele
ya utakatifu, muumbaji wa binadamu wote, upendo wako kwetu ni mkubwa mno, kwamba unashirikisha maisha yako matakatifu. Hata dhambi ya Adamu au ya ulimwengu wote haikushinda lengo lako la upendo wako kwetu. Katika muda maalum ulitupatia Abel kama mfano wa utakatifu. Baadaye katika taifa lako takatifu la Israeli ulituinulia waume wa wake waliojawa na fadhila na neema. Katikati hao wote ulituinulia Maria daima bikira binti wa Sayuni. Kutoka kwake alituzalia Yesu Kristo, neno wako wa milele, ambaye ni Mwokozi wa dunia. Ulituma kwetu Baba kama chimbuko letu la utakatifu. Alitufanya maskini ili atutambulishe sisi, mtumwa ili atuweke huru. Baba, upendo wake kwetu hausemeki. Ameikomboa dunia kwa fungu lake la Pasaka, akaipatia dunia zawadi ya Roho wako Mtakatifu ili alitakatifuze kanisa. Sauti ya Roho Mtakatifu imewavuta wengi. Idadi ya wana wako isiyohesabika kufuata nyayo za mwana wako. Wanaacha yote ili wapate kuungana nawe kwa kifungo cha upendo na kujitoa wenyewe kabisa kwa utumishi wako na utumishi wa watu wote. Basi Baba, uangalie kwa wema masista wetu hawa ambao wamesikia wito wako. Watumie Roho Mtakatifu na wasaidie kutimiza yote kwa imani yote uliyowezesha kuwaidia kwa furaha. Kwa maisha yao takatifu wasaidie kujenga kanisa, waendeleze kazi ya ukombozi wa dunia na wawe ishara ya baraka ya wakati ujao. Ee Bwana, uwalinde na kuongoza watumishi wako katika kiti cha hukumu ya mwanao, wewe mwenyewe Baba uwatumie nao. Wape furaha ya utimilifu wa maisha ya Injili yanayokamilika katika upendo wako. Baba, tunakuomba katika ulimwengu ujao wafurahi pamoja na watakatifu wako wote na wakusifu wewe milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Pokeeni msalaba wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, mfuase yeye aliyekomboa dunia yote kwa kufa na kufufuka kwake. Kristo, Mwokozi wa ulimwengu, kwa kuitikia wito wako wa kufuata kiaminifu kwa mapendo na kujitoa kabisa mimi mwenyewe kwa utumishi wa kanisa kwa ajili ya wokovu wa wote. Ninarudia nadhiri zangu takatifu ya ufukara, ya usafi kamili wa moyo na ya utii katika shirika la masista wa Mungu Mwokozi kadiri ya ratiba yake. Kwa